niwakumbushe na mkuu wa mkoa na wakuu wa mkoa wengine, RMO ana wajibu wa kujibu afya ya mkoa husika na timu yake iliyopo, na ieleweke kuanzia leo hivi. Mkuu wa mkoa una wajibu wa kumuuliza chochote mganga mkuu wa mkoa na ajibu hoja zilizopo kuhusiana na afya kwenye mkoa. Ana timu yote inaitwa RHMT, Regional Hospital Management Team, ambazo zinadili na mambo ya kusimamia chanjo, zinasimamia tiba, na ndio maana kuna mainchaji mahospitalini. Nategemea RMO anatakiwa kujibu hoja kuu 3. Moja inayohusiana na utawala wa kuhusiana na afya kwenye mkoa, ina maana human resource iliyopo, wataalamu wake waliopo kwenye mkoa, kama ni madaktari, kama ni nurses, na hapo kwenye mkoa pia kuna nesi mkuu anatakiwa ajibu human resource yake kwamba ni nesi wangapi na wa aina gani na wako wapi na wako wapi. Na hizo taarifa anazipata kutoka kwa DMOs. Anazipata kutoka kwa DMOs. Kwa sababu na wenyewe wanatakiwa walifahamu hilo kwamba wanatakiwa kujibu hoja za wataalamu wao kwenye zahanati walizonazo kwenye wilaya husika. Kwa hiyo nategemea DMOs mnajibu hizo hoja mnapoulizwa aidha na DC au na DED. Unawajibika kujibu hizo hoja za afya zinazohusika. Kwa hiyo na maana kwenye human resource tutaangalia, lakini pia kwenye swala la fedha zinazohusiana na afya kwenye mkoa husika na kwenye wilaya husika kwa DMO na kwa RMO, kujua kwamba fedha zinatumikaje, zinakwendaje. Unawajibika kujua vifaa, equipment vilivyopo kwenye mkoa katika kila center, ambapo incharge wanakupa hizo taarifa kukoje. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, naombeni katika hilo mlizingatie. Lifato kwa wana wajibu wa hawa watu kujibu swala la administration ambayo ni finance, human resource pamoja na equipment na infrastructure, majengo yaliyopo na kila kitu kilichopo chenye matatizo ni yapi. Hiyo itatusaidia hata mnapoibua hoja za budget, ni rahisi kuzijua kutoka kila mkoa na kutoka kila wilaya, kuliko kutoka wizarani unaanza kupanga budget ya kwenda kwenye mkoa ambao hujui budget yake ni kitu gani. Hilo ni faili moja la RMO na DMO. Faili la pili linahusiana na huduma kwenye mkoa au kwenye wilaya. Huduma ni zipi zinazotolewa kwa watu wazima, kwa watoto, kwa wazee? Ina maana service ndani ya hospitali ni aina gani zinatolewa pale? Una wataalamu wa aina gani? Wana shida gani? Zipi ambazo zinahitaji kutatuliwa hapo? Zipi ambazo zinahitaji kuzipeleka kwa mkuu wa mkoa? Zipi ambazo zinatakiwa kwenda kwenye wizara? DMOs hivyo hivyo kwenye wilaya husika kujua hiyo faili namba 2 inayohusiana na huduma kwenye wilaya. Una wajibu wa kujua hilo kwamba huduma zetu zinaendaje. Na faili la 3 linalohusiana mambo ya kinga ambazo ni prevention. Je, kuna chanjo ngapi? Kwa sababu kuna timu ipo hata kwenye mkoa inayodili na mambo ya kinga, na kuna wataalamu wanaohusikana na mambo ya ukusanyaji wa magonjwa ya milipuko na magonjwa yote yanayohitaji prevention ambayo ni kinga. Kwa hiyo faili hizo 3 naomba mzingatie, RMO, DMO, na hizi mtahojiwa na RCs na DCs pamoja na madedi na marasi. Mwahoji hawa watu, wawajibike katika kila mkoa kutoa data zinazohusiana. Kwenye wizara tutapokea yale kutoka kwenu. Kwa hiyo mnawajibika katika hilo, kujua kabisa service zinaendaje, kinga zikoje, zinatolewa na watu gani. Je, kama ni chanjo zipo na zinatunzwa vizuri, na wasimamizi ni akina nani na zinakwendaje? Nani anazitoa hizo chanjo? Hii imekuja na yenyewe ni SARS-2 ambao ni tatizo la kupumua pamoja na magonjwa mengine. Na ukiangalia SARS-1 wanaoathirika sana ni wale wenye matatizo, magonjwa nyemelezi mengine, ambayo kiasi kwamba sasa tunakuwa tunaogopa bila sababu. Bahati nzuri nimepata nafasi ya kupitia hospitalini, nimeangalia leo, nafikiri hamna admission ya mgonjwa aliyekuja na matatizo ya mfumo wa hewa. Kuna wagonjwa wako 24 wenye matatizo
na kupumua, lakini si wote wanahitaji oksijeni. Kuna wagonjwa kama 8-10 wenyewe hali zao ni nzuri, na wengine wana matatizo mengine tu yaliyoko kule wodini. Lakini ninachoshukuru kwa wahudumu wa afya, kwa sasa hivi hofu kwa kweli naiona haipo, kwa sababu wanahudumia wagonjwa kama kawaida, sio kama ile ya kwanza ya kujifunika gubigubi na majitu ambayo hayaeleweki. Njia za kujikinga zile ambazo zilikuwepo za SARS-1 ya 2002 ni hizo hizo ambazo miongozo ilishatolewa na wizara, ni hizo hizo. Ninawashauri pia na wenzangu wanataaluma wenzangu, tusome hayo mahistoria na kuangalia, na tukumbushane. 2016 tuliambiwa kuna Ebola, tukaambiwa utapewa chanjo, lakini bahati nzuri Mungu alisaidia halijaendelea. 2017 na 18 likaibuka, kama tunakumbuka historia, tunaikumbuka. Tulikuwa tunaambiwa dengi, tulikimbizana, na ilikuwa ni kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 6, lakini tukaambiwa kuna mbu, sijajua mbu kama tuliwamaliza wote. Dengi ilikuwa kila mtu anakimbia dengi. Wapo wengine walipoteza maisha kweli, lakini na lenyewe likaisha. Kwanza nitumie platform hii kufafanua kwamba wataalamu wa afya katika mkoa huu wanajitahidi sana kufanya kazi ya kuhakikisha wana rescue maisha ya Watanzania wa mkoa wetu. Kwa hili pengine nizungumze bila kigumizi kabisa. Lakini jambo la pili, Profesa na katibu wetu mkuu wa afya, sio kweli kwamba sisi hapa kwetu oksijeni hamna kabisa. Wataalamu watafafanua, tuna mitungi mikubwa ya gesi, tuna mitungi midogo ya gesi, tuna zile mnaita oxygen concentrators ambazo ni mobile. Ukienda pale kwenye kile chumba cha dharura unapokelewa pale, si chini ya 7 iko pale. Lakini ukienda kwenye mawodi matatu zipo pale 6 ukijumlisha ni karibu 18. Lakini ukichukua hospitali yote ni zaidi ya 39. Na hata nilipopata message hizo ilibidi nitembee kidogo kuangalia, nikaona kwamba hata katika mitungi 40 mikubwa ile ya gesi kulikuwa kuna mitungi karibu yote ya gesi ambayo iko pale. Sasa si kweli kwamba watu wanakufa kujiona. Inawezekana mtu aliyeripoti kwa namna hiyo labda alifiwa, na katika kufiwa kwa kweli huwa kuna mambo mengi ambayo ndani yake pia kuna panic. Hili mheshimiwa nimeona nilizungumze, na kwamba niendelee kuwatoa hofu wananchi wetu wa mkoa wa Mbeya kwamba hali kwa ujumla ya huduma katika sekta ya afya kwa kweli ni salama, lakini hakuna mahali pasipo na changamoto. Changamoto zetu sisi katika mkoa huu ni kwamba maeneo mengine wanategemea hospitali yetu ya rufaa, na ndio maana pengine ikaitwa ni rufaa ya kanda. Kinachotokea ni kwamba right kwenye hospitali mengine huko huduma ingelikuwa sawa na hizi, basi huko wasingefika. Kwa hiyo mtu anapoona labda kuna wagonjwa asichukulie neno Mbeya, ajue kabisa kwamba Zonal Referral Hospital hii inapokea watu kutoka Katavi, kutoka Rukwa, kutoka Njombe, kutoka wapi. Kwa hiyo wanakuja hapa wakiwa ni watu wa aina mbalimbali. Sasa asichukue data ya rufaa Mbeya akailinganisha na hospitali ya Njombe akasema Mbeya kuna wagonjwa wengi sana, akasahau kwamba inawezekana wagonjwa hawa pia wametoka maeneo mbalimbali. Ni umuhimu wa kumwangalia mgonjwa katika ujumla wake, kwa sababu tumeona baadhi ya maeneo ambayo wanatuletea mgonjwa, yani unakuta mgonjwa anaweza akawa na tatizo la kisukari, lakini kwa sababu ana shida ya kupumua, basi unakuta ile kisukari hakijashughulikiwa hata kidogo, na watu wanafikiria swala la oksijeni peke yake. Kwa hiyo tumeona tunavyoendelea kuwahudumia vizuri, kwa maana ya kuangalia changamoto zote walizonazo katika ujumla wake, matokeo yanakuwa mazuri kuliko ile ya kusema ana shida ya kupumua unamtenga, lakini kumbe kinachomuua ni tatizo lingine. Lakini kikubwa, hata wagonjwa na sisi kama staff tumeona swala zima la hofu, yaani ukiweza kucancel ukampa uhakika kwamba hii ni 1, 2, 3, unakuta wanachangamka na matokeo yanakuwa mazuri. Mpaka kuna mgonjwa mmoja alifikiri ni corona, lakini baada ya kuchunguzwa akakuta na tatizo, akaanza mpaka kushangilia. Lakini kabla ya hapo sio kwamba ameambiwa hana shida kabisa, ila ameambiwa shida nyingine, anashangilia. Lakini kabla ya hapo alikuwa yuko so down, yani kiasi kwamba angeendelea na ile hali, mawazo tu na hofu vingeweza kuhatarisha usalama wake.
mkuu wa chuo cha afya St. David College kilichopo Kimara Temboni jijini Dar es Salaam, anawatangazia nafasi za masomo kwa kozi ya clinical medicine na pharmacy, yaani utabibu na famasia kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za kujiunga ni ufaulu wa alama D kwa matokeo ya kidato cha 4 katika masomo ya fizikia, kemia na biolojia. Muombaji wa kozi ya famasia anahitaji ufaulu wa alama D kwa kozi ya kemia na biolojia tu. Chuo kina hostel, mazingira mazuri ya kujisomea, madaktari na walimu waliobobea, lakini pia kuna maktaba na maabara za kisasa kabisa. Mwanafunzi atajifunza kwa vitendo katika hospitali kubwa za mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu 4. Udahili wa muhula mpya wa Machi unaendelea. Tuma maombi yako kwa njia ya mtandao www.stdavidcollege.ac.tz au piga simu namba 0652719171 au 0713664912. Wahi sasa, na nafasi ni chache.